Waziri wa Madini, tunakushukuru kwa kutambua uwepo wa wanawake, wachimbaji wadogo wa madini na kutoa muda wako kuja kutusikiliza tulionayo watu wako. Kwa kipekee kabisa tunakupongeza kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa madini tena Tanzania. Tuna imani na utumishi wako, kwani mengi mazuri umeyafanya katika sekta ya madini, hasa wachimbaji wadogo wa madini. Kikundi hiki Umoja ni Nguvu Wanawake ambacho makao yake ni kata ya Mwakitorio, kikundi hiki cha wanawake wanaojihusisha na uchimbaji mdogo, tuliamua kuungana na kuunda kikundi cha Umoja ni Nguvu Wanawake ili kwa namna moja nyingine tuweze kujikwamua kiuchumi na kuondokana na wimbi la umaskini baina ya wanakikundi pamoja na jamii inayotuzunguka. Malengo ya kikundi cha Umoja Wanawake: moja ni kuwa miongoni mwa vikundi vikubwa mahali Mwakitorio. 2, kuanza uchimbaji katika leseni yetu ambayo ipo mkoani kijiji cha Mbogwe ambao ni block B 61B. Tarajio la kikundi ni kuwa na ofisi ya kikundi. 2 ni kuwezesha wanakikundi kupata ajira kupitia miradi ya kikundi. Mafanikio: tumefanikiwa kuwa na leseni ya uchimbaji madini kikundi cha Umoja ni Nguvu Wanawake Mwakitorio ambayo iko katika eneo tengefu la Kigosi block B Kitaru B 61B. Tumefanikiwa kupata mashine geocrash ambayo tumepewa na STAMICO, shirika la taifa, ambao ndio hii mbele yako Mheshimiwa Waziri. Tumefanikiwa kuunganisha wanawake kutoka maeneo mbalimbali ndani ya Mwakitorio na kuwa kitu kimoja, kufanya kazi kwa umoja. Changamoto Mheshimiwa Waziri: licha ya kuwa mikakati na malengo mazuri sana ya kibiashara, ujasiriamali, wekezaji, hatuna mitaji ya kunawilisha na kustawisha mikakati hii. 2, tukiwa kama wanawake wachimbaji tunapitia changamoto ikiwemo kubezwa, hali inayopelekea kukosa baadhi ya fursa kimaendeleo. Maombi yetu Mheshimiwa Waziri: moja, Mheshimiwa Waziri, kadri ya kizuizi kinavyokuwa kikubwa ndivyo utukufu wa kushinda unakuwa mkubwa. Tunaamini katika utu na ukarimu wako kwa wachimbaji wadogo wa madini, hasa wanawake. Hivyo na kikundi wa Umoja ni Nguvu tunawasilisha kwako maombi yetu yenye changamoto kadha wa kadha inavyotambulisha hapo kwenye kipengele cha changamoto ambazo tunaamini utatuwezesha kuzipatia utatuzi kwa ajili ya ustawisha kikundi kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, ombi letu la pili, tunaomba tupewe kipaumbele vikundi vya wanawake wachimbaji wa mkoa wa Shinyanga katika maeneo tengefu uchimbaji, ili waweze kupata maeneo ya uchimbaji leseni ajili ya kuendesha shughuli zetu za uchimbaji kwa ujumla. 3, tunaomba tupatiwe wataalamu wa vipimo vya miamba kama ulivyokwisha kutamka kwamba tayari swala hilo umeshalifanyia kazi, kuna helikopta amesema inanunuliwa. Kwa hiyo tunakushukuru kwa nafasi hiyo kwa ofisi yako Mheshimiwa Waziri. Shukrani zetu ya Nila Malkia wa Madini, lakini mwenyekiti wa mkoa wa Taoma, mkoa wa Shinyanga. Lakini kwa sasa hivi kikundi hiki kiliweza kujiorganize wakina mama wanasema wale wakina mama waponda mawe wale wadogo wadogo. Walijiunganisha kwa pamoja tukatengeneza kikundi ambacho sasa walivyofanya tulivyosoma taratibu zao tukaona kwamba wanaweza kujikwamua, ni vyema wakapatiwa mashine kwa ajili ya kurahisisha kipato. Ina maana kuliko kwenda kwa kila mwalo na kuponda ile mifuko 3 miili 4. Kwa sasa hivi wanao uwezo wa kupata hata shehena kubwa kama hii, wanaingia na kula contract, wanapondewa mawe, wanapata fedha kwa ajili ya kuimarisha mifuko yao, lakini pia na kikundi kwa ujumla. Imeongeza ufanisi mkubwa sana. Mambo ya kuharibika maji sasa hivi hakuna, mambo ya kwenda kubeba hata, yani wanaweza kupata logistics nzuri sana za kupata kufanya kazi na usimamizi wamejipanga vizuri sana. Hivyo tulikuwa tunaomba sana kati ya vikundi 30 ndio katika mkoa wa Shinyanga wa kina mama tungepata jiografia zingine kwa ajili ya kuwawezesha kina mama wengine pia, kwa sababu ilinipasa kuambia haya mwanzo, kwa sababu kuna mwanamke mmoja kata ya Mwakitorio alifiwa na mtoto wake akiwa anagonga mawe. Yani kuna mwanamke mmoja alikuja kubona mawe kwa mtu, lakini akawa na mtoto mchanga. Alipokuwa na mtoto mchanga huyo, haliweza mtoto kutoka na kutembea akadumbukia kwenye shimo la maji na kupoteza maisha. Jambo hili tusikitisha sana, lakini namshukuru Mungu aliniletea taarifa na nifikisha kwa mwenyekiti wangu wa mkoa Semeni pamoja na katibu Salima.
tukaona ni namna gani tufanye, tukaanza kufikiria namna kuwasaidia kupata video crusher hivi. Lakini kwa bahati nzuri, kwa sababu Tanzania ni kubwa, tukapata video crusher moja kwa kina mama, imekuwa ni furaha, na pia tulikuwa na matumaini kwamba sasa tunaenda kuwakomboa kina mama walio wengi katika shughuli ya kuweza kuondokana na hizi ajali ndogo ndogo ambazo wanazipata wakiwa kazini. Tutatoa pia maelekezo Mheshimiwa Waziri, ili waweze kutafuta hizo mashine 2 kwa ajili ya vijana, kwa sababu nimeona moja ni milioni kama ngapi, mpaka 10. Kwa hiyo kwa milioni 20 mimi sishindi, Mheshimiwa Waziri. Vijana mmesikia? Tutaweza kwa taratibu tupate pia 2 za vijana. Tatizo lenu nyinyi huwa mpenda kukaa kwenye vikundi. Lazima ukae. Mtakaa kwenye vikundi, si ndio? Hii fursa imewajia hii. Badala ya kwenda kuhangaika huko kuingia chini huko, mimi sipendi ile jina lenu lile. Sasa hivi mwe mna Joe Crusher hapo ya kwenu, au sio? Sawa. Kwa hiyo kuna halmashauri, kuna mkurugenzi pia naye nimemwelekeza. Kwa hiyo zitakuja zaidi ya hizo ambazo zimeombwa hapa. Sawa. Kwa hiyo nyinyi jukumu lenu kwa kwenye vikundi vijana. Msigombane, au sio?